Samia Suluhu amepaniki baada ya ujumbe uliotolewa na John Heche kumpindua vibaya kutokana na maneno yake makali. Hujambo na karibu. Taharuki inayozungumzwa leo ndani ya Ikulu si tetesi wala simulizi la waandishi wa habari, ni athari ya moja kwa moja ya kauli za John Heche ambaye ni kiongozi wa juu wa upinzani ambaye amechagua kuanza mwaka 2026 kwa kushambulia moja kwa moja msingi wa uhalali wa utawala wa sasa. Kupitia ujumbe wake wa Januari 6 mwaka huu, John Heche ndiye alisema wazi kuwa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan inachochea migawanyiko ya kijamii kwa makusudi ya kufadhili watetezi wa kulipwa mtandaoni ili kufunika mauaji, utekaji na uonevu uliotokea baada ya uchaguzi. Kwa msisitizo wake, John Heche kuzungumzia dhana, alielekeza lawama moja kwa moja kwenye vipaumbele vya dola. Kwa mujibu wa kauli yake, badala ya serikali kukomesha utekaji wa mauaji, imechagua kuwatishia raia wema na kulipa watu kuitetea hadharani. Na huu si uchambuzi wa pembeni, bali ni tamko la kisiasa lililolenga kuibua mjadala wa kitaifa, na ndilo chanzo cha kile kinachoelezwa kama taharuki ndani ya Ikulu. Msingi wa kauli za John Heche unatokana na kile alichokiita wazi kuwa hakukuwa na uchaguzi tarehe 29 Oktoba mwaka jana. Kwa msimamo wake, mchakato mzima uliharibika kabla na baada ya siku hiyo kupitia kuwakamata au kuwazuia wagombea wa upinzani, aliliyofungua njia ya kutangazwa kwa ushindi karibu 98%. Kwa mgombea wa CCM, John Heche ndiye aliyesisitiza kuwa matokeo hayo hayawezi kutenganishwa na mauaji ya waandamanaji na matumizi ya risasi dhidi ya raia. Katika kuimarisha hoja yake, John Heche amekuwa akirudia tukio la vifo 29 vilivyotokea siku ya uchaguzi kama alama ya kiwango cha ukatili wa dola. Na kwake hili si tukio la kawaida, bali ni ushahidi wa wazi wa matumizi ya nguvu haramu dhidi ya wananchi waliopinga wizi wa kura. Kauli hizi ndizo zilizoibua upya kumbukumbu za miili kuondolewa kwa siri na idadi ya wahanga kupunguzwa kwenye taarifa rasmi. John Heche ndiye aliyesema kuwa serikali imekuwa ikijaribu kuhamisha mjadala kutoka kwenye mauaji na utekaji kwenda kwenye hoja za njama za kigeni. Na kwa maelezo yake, mkakati unaambatana na kampeni za mtandaoni zinazoratibiwa kwa lengo la kushambulia wakosoaji na kugawanya Watanzania kikabila au kidini. Hili kwa mtazamo wake ni jaribio la kuokoa uhai wa kisiasa wa utawala badala ya kulinda uhai wa raia. Na katika muktadha wa kimataifa, Heche ndiye aliyefunganisha kauli zake na ripoti za mashirika ya haki za binadamu zilizoeleza mamia hadi maelfu ya waliouawa au kukamatwa. Kwa msisitizo wake, shinikizo la kimataifa liliongezeka, ikiwemo tahadhari kutoka Umoja wa Afrika na SADC. Ni matokeo ya serikali kushindwa kuchukua hatua za ndani kwa uwazi na uadilifu. Kwa Heche, diplomasia ya dharura inayofanywa na serikali ni dalili ya hofu na kutengwa kimataifa. Majibu ya serikali yakiwemo kutangaza tume ya uchunguzi na kuzuia maandamano yamekosolewa moja kwa moja na John Heche kama hatua ya kujilinda kisiasa. Kwake, tume hiyo huru haiwezi kutoa haki kwa waathiriwa wala kurejesha imani ya umma. Ndio maana mwezi Disemba mwaka jana, Heche ndiye aliyetoa wito wa serikali ya mpito chini ya usimamizi wa AU na UN, akisisitiza fidia kwa waathiriwa wa mageuzi ya kweli ya uchaguzi. John Heche hajazungumza bila gharama binafsi. Amekamatwa, kufunguliwa mashtaka na kuwekwa chini ya uangalizi wa dola. Hata hivyo, Heche ameendelea kusema, akieleza hadithi za familia za waathiriwa, vijana waliodaiwa kuteswa na hofu inayotawala jamii. Kwa mtazamo wake, kunyamaza ni kushiriki uovu. Ifikapo Januari mwaka 2026, picha anayoiweka John Heche mbele ya Watanzania ni ya taifa lililopoteza mwelekeo wa maadili ya kikatiba. Na kwa kauli zake mwenyewe, anasema utawala umechagua kuishi kwa propaganda badala ya ukweli na hofu badala ya maridhiano. Taharuki inayoripotiwa Ikulu kwa mantiki hiyo si ajali, bali ni majibu ya dola kwa ukweli unaorudiwa bila kuchoka. Hitimisho la msimamo wa John Heche ni zito na halina faraja, na kwa mtazamo
wake, mustakabali wa Tanzania unategemea kama Watanzania wataendelea kukaa kimya kwa hofu au watasimama kudai haki bila vurugu. Kila siku inayopita bila uwajibikaji inaweka msingi wa mgogoro mkubwa zaidi. Kwa John Heche, Oktoba 29 si historia iliyopita, bali ni jeraha wazi linaloamua kama Tanzania itachagua nuru ya haki au giza la uhalali wa pandia. Ndo hayo tuliokuandalia siku ya leo kutokana na hoja kali kutoka kwake John Heche. John Heche amekuwa akitoa ujumbe ambao umekuwa ukienda kinyume na serikali ya sasa. Serikali yake Samia Suluhu kwa muda sasa amekuwa steadfast kwa kutoa ujumbe unaokinzana na maamuzi ya Samia Suluhu. Kufikia sasa yeye ambaye alikamatwa mwaka jana kuelekea uchaguzi uliofanyika kisha akaachiliwa wakati uchaguzi huo ulikuwa ushapita, amepitia mengi katika wanaharakati wake. Na ikumbukwe vile vile kwamba John Heche alikuwa mbunge hapo awali, kisha akawa anatetea maslahi ya binadamu haswa nchini Tanzania. Vile vile amekuwa akiomba serikali ya Samia Suluhu iweze kumwachilia huru kiongozi ama mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu ambaye ameshikwa kwa miezi kadhaa pale jela Ukonga. Na kesi yake tangu isikilizwe mahakamani sasa imekuwa mwezi na zaidi ya siku kama hajapelekwa tena pale mahakamani ili aweze kujitetea. Na yeye mwenyewe alikuwa amesema kwamba kesi yake ilikuwa imeisha hata kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka jana kufanyika. Ili inaonekana kwamba bado viongozi ambao wanamtaka awe pale ndani aswa Samia Suluhu basi hawajaridhika na yeye kukaa mle kwa jela. Na vile vile kumbuka kwamba uchaguzi huu uliopita ulileta madhara zaidi, watu wakauliwa, watoto wakapoteza maisha, wazazi wakapoteza wanao, na ni uchaguzi ambao kidogo ulichekwa Afrika mzima kwa maana alijitangaza kwamba amekuwa mshindi kwa 99%, huku viongozi wengine kutoka mataifa mbalimbali kama Kenya akiwemo William Ruto akihojiwa akisema kwamba ni ngumu zaidi kwenye nchi ambayo demokrasia imekomaa kuzoa ama kiongozi mmoja kupata kura zaidi ya 97%. Kwa hivyo inaonyesha kwamba kidogo uchaguzi ule ndio kitovu cha mabaya yote ambayo yanazidi kufanyika nchini Tanzania, na viongozi wa upinzani akiwemo John Heche, God Bless Lema na wengineo akina Brenda Rupia wamekuwa mstari wa mbele haswa kunyosha kidole cha lawama kwa yale makuru ambayo yanazidi kutekelezwa na serikali ya Samia Suluhu. Ndio hayo kwa leo, zidi kuwa nasi kila mara na subscribe, like na kushare video zetu ili uweze kupokea taarifa hizi zinakuja kwako moja kwa moja bila kupindisha wala kuelekeza upande wowote. Hapa ndipo. Na kumbuka waweza pokea taarifa hizi moja kwa moja pindi zinapochipuka kwa kugonga hiyo alama ya kengele ili uweze kupokea notifications kila wakati tunapo upload video mpya.